kutoka kwenye Fountain, kutoka kwenye Big Star kwenda kwenye Fountain, kwenda kwenye Ihefu, kuja kwenye Black Star. Hayo ni majina tu. Ukipita kwenye huo mkondo wote huko chini ya mtu mmoja. Lakini ni ujenzi tofauti. Tofauti yake unayozungumza wewe ni majina. Sio kama majina. No. Mtu ni mmoja, ligi ni moja, anasajili watu ni huyo na hata ukifuatilia hiyo trend hapo ambaye yuko katika nafasi ya mkurugenzi wa michezo huaga yani anabadilika kutoka majina ya timu yakibadilika. Si kama unanipata vizuri. Kwa my point ni kwamba hayo unayozungumza wewe ni majina tu. Lakini watu waliokuepo ujenzi. Kwa mfano wanajenga nini sasa miaka yote? Sawa, inawezekana vya huko nyuma havikufanikiwa au nini, lakini huu ni mpya. Lakini tunaendelea kuhesabu muda walioanza. Sasa unahesabu vipi? Kwani kuna timu unaambiwa kwa mfano Arsenal hapa katikati. Tukianza kuhesabia Arsenal tutasema project yao toka ianzishwa ina misimu mingapi? Ina misimu takriban 4 haijafanikiwa. Kwa Arsenal msimu akisajili wachezaji wapya na kocha akija mpya tuseme wameanza ujenzi mpya. Tuseme wameanza ujenzi mpya kwa ajili project yao tumeiona kwa misimu mingapi? Ndio hii sasa ya Singida hii. Sasa hii ya Singida hii ni project mpya. Ina mwaka wa 4. Anzia kwenye Singida kule Big Stars. Sasa ukianzia kule kuna wachezaji wengi hawakuepo. Alafu kuna wachezaji wengi ambao walikuwepo wamekuja huko. Wachache ambao walikuwepo. Kwa yani wale lakini. Kwa mfano mmiliki wa timu mmiliki ni yule. Lakini mkurugenzi wa timu, mkurugenzi wa mchezo yule. Basi. Lakini project hii ni mpya. Sio wachezaji wanabadilika. Kwa mfano subiri. Kwa mfano Imoro ni ingizo jipya. Samani. Project tunapoizungumza project hiyo ambayo mnaizungumza nyinyi. Labda tunazungumza katika engo tofauti. Nyinyi mnazungumzia wachezaji wapya. Mimi nazungumzia waasisi wa club. Sasa muasisi sawa taratibu. Project inapimwa kwa wachezaji au inapimwa na yule ambaye na club sasa ilipoanzishwa na muasisi malengo yake ya club ni nini? Unachopima ni ujenzi. Yaani inawezekana mtu ni mmoja lakini akaja na ujenzi tofauti. Kwa labda tulikuwa tumeenda na mlengo huu haukuwa sasa tumetoka. Unajua mimi kwa nini nakataa kukubaliana na nyinyi? Nakataa kukubaliana na nyinyi kwa sababu na huyo hapa muongeze. Huyo hajasema kitu. Nakataa kukubaliana na hilo kwa sababu kuna baadhi ya watu hawajabadilika kwenye hiyo club. Sio, unanielewa? Kwa mfano ungeniambia hapa saizi unajua hapa hadi mkurugenzi wa ufundi alibadilika. Yaani kuna huyu kaja na idea mpya sasa. Sio, unanielewa? Lakini mmiliki anaweza asiyo hajabadilika labda kwa mfano si ndo klabu yake labda tuseme, lakini ameona kuna mambo ni yabadilishe, nimebadilisha mwalimu, nimebadilisha mkurugenzi wa ufundi, nimebadilisha unajua hapo tutasema kuna ujenzi mpya umeuanza. Lakini kama mmiliki umebaki wewe ambaye hiyo ni ya kwako, hatuwezi kusema uuse. Makocha wana rotate yao. Mkurugenzi wa michezo ni huyo, atapumzika atarudi. Wachezaji kuna ambao umetoka nao saizi unamwaka nao kama pengine watatu unaenda. Maana yake ndo uti wa mgongo wa project yako. Kwa kila dirisha linapokwenda ni kitu cha kawaida wewe kuongeza ama kupunguza baadhi ya wachezaji. Si ni sawa? Ndio maana mimi si count sana kwenye wachezaji walioingia ama kutoka kwamba kaambia ndo ujenzi mpya. Kama unataka kujenga upya, anzia kwenye maeneo ya kiutawala. Kama kuna baadhi ya watu kuanzia kwenye utawala alikuwepo, wewe hamna kipi wanachojenga. Kipi cha kiutawala ambacho wewe saizi kinavutia mashaka ndani ya Singida? Vyote tu. Kama vyote. Sasa ndio tuambie ili utusaidie na sisi. Narudi tena upya. Maana yake. Yaani kwenye swala la ukurugenzi wa ufundi. Mmiliki siwezi kumzungumzia sana wa club. Lakini unapokuwa unarudi na watu wale yani yeye mmiliki ataingia kwenye namna ambavyo wanafanya decisions zake. Kurudisha watu wale au kurudisha akili zile ambazo mwaka mmoja nyuma hazikufanya kazi. Msimu huu zimefanya zijafanya. Zimefanya nini? Si unaona watu hapo wamepata ticket ya CAF Champions. Kwa mfano wewe sio mafanikio hayo. Sasa hebu tulieni kwanza. Bare minimum kwa kikosi alichosajili Singida ulitegemea wewe wapi? Akose nafasi ya top 4. No, si ndio hiyo ambayo wameipata ambayo sio dhambi. Si ndio maana nikasema yani mngenishangaza, yani sio mngenishangaza. Hapa saizi mtanishangaza mkiniambia nikubaliane kwamba ujue Singida amefanikiwa msimu. Bare minimum kwa kikosi alichofanya kwa kikosi alichosajili. Asingekuwa hapa alipo. Yani alitakiwa atafimbo achapo. Azam si yupo pale. Si at least unasema hawajadondoka ile total. Manake
kwa hizi club huyo Azam mwenyewe mnamchapaga fimbo hata kumaliza nafasi ya pili. Unajua sasa tunamchapaga fimbo lakini kuna namna ya kumchapa. Mimi siwezi nimeacha kuachapa fimbo Azam. Umepumzika tu. So nimepumzika. Zaka akakuchapa magazeti umepumzika. Sasa hivi nimebadilisha direction. Direction yako iko wapi? Hapa naona kuna mjadala mwingine. Job ni kama hakubaliani na baadhi ya vitu akivitazama. Kipindi hichi baada ya Singida. Nasri, turudi kwenye mchezo. Turudi kwenye mchezo. Ndio. Singida unaweza kuwa unaamini kwamba kama anavyoamini Job kwamba Singida hawa bana, unaweza kuwa unafikiri kwamba leo wanaweza kufanya hivi lakini ikawa ni tofauti licha ya kuwa na squad nzuri. Hivi mimi niwaachie swali moja kabla mjaenda huko kuna. Mnaamini kwamba Simba, Yanga, Azam, Singida wako kwenye hizi nafasi kwa sababu ya nguvu ya kiuchumi? Ndio. Tofauti na vilabu vingine. Ndio. Yaani wamepangana hapo ni kutokana na nguvu yao kubwa ya kiuchumi ambayo imeachana mbali na hivi vilabu vingine. Mnaamini hiyo? Ya? Ndio. Kwa kama tunaamini hivyo, Singida asingekuwa hapa tutakiwa tumchape. Ndio. Si ndio? Kwa hiyo msishangae kusema sijui mnaona yuko pale alitakiwa awepo tu kutokana na nguvu yake ya kiuchumi. Na kwa nini unamdai Singida, unamdai nini Singida? Kwa position yake ambayo yupo hadi sasa. Hiyo nguvu ya kiuchumi ulikuwa nayo, lazima ujue namna ya kuitumia ili uwe sehemu ambayo unastahili. Lakini usipojua namna ya kuitumia utadondoka. Kwenye ligi gani? Yoyote ile. Sio Tanzania. Sio Tanzania. Sasa inategemea, lakini kwenye mpira pesa sio kila kitu. Lakini ninachojaribu kusema, yani kwenye Tanzania hii nitajie timu ambayo haikuwa na pesa na imefanikiwa. Haikuwa na pesa afu imefanikiwa. Mbeya City. Mbeya City msimu wanapanda daraja. Msimu wanafanyaje? Wanapanda daraja. Aliwahi kurudia tena? Hakuwahi kurudia. Lakini si hivyo, amepambana amefika. Ndio hiyo fluke yake ilikuwa. Majimaji. Songea ambao saizi na mwaka ngapi hapo ligi kuu? Alifanikiwa pasipokuwa na hiyo bajeti kubwa. Alikuwa na bajeti kiasi gani wakati na mafanikio yake alikuwa nini? Ndio mazingira ubingwa. Alichukua ubingwa. Wenye nguvu ya pesa alafu akafanikiwa, amejua namna ya kuzitumia pesa zao. Labda kitu kimoja, George mimi nakuelewa. Mashaka yako kwa Singida kuelekea mchezo yanatokana na uzoefu wa kile ambacho Singida wamekuwa kikiishi tokea nyakati za Fountain Gate, Big Stars, whatever. Lakini one thing about football, moments kadri zinavyoenda zinabadilisha attitude nzima ya mchezo na mentality za wachezaji ambao ni binadamu. Hata hiki tunachokiongea hapa sasa hivi asubuhi, inawezekana mara baada ya kuingia uwanjani dakika 10 tu za mwanzoni pengine mentality nzima ya mchezo ikahama. Lakini what we are discussing right now is sio kuhusiana na uzoefu wa kile ambacho amekifanya siku za nyuma, isipokuwa ni nini quality waliokuwa nayo. Wanayo jeuri ya kubishana na Simba Sports. Una mashaka kwenye hilo? Mimi ndio maana nimewaambia hivi. Kwenye quality walikuwa nayo una mashaka nayo? Hapana. Hauna mashaka nayo. Nielewe, na ndio maana nilisema. Kwenye alama walizozikusanya ikiwemo alama 3 mbele ya Azam FC ambao msimu huu hapa wametoka sare dhidi ya Simba Sports, wamepiga Young Africans, akiwa Singida wamechukua alama 3 mbele ya Azam FC. Una mashaka nayo kwenye performance ya big matches? Mashaka ya big matches, performance ya Singida kwenye big matches? Very much. Kwa sababu mimi ndio maana nimemwambia Singida ana timu ya kuifunga timu yote Tanzania. George, kwenye siku yake. Momentum ya mchezo inabadilisha attitude ya mchezaji na aftermath ya mechi nzima kadri inavyokwenda. Na mind you, Singida as I said before, wanaingia kwenye hii mechi wakiwa hawana pressure yoyote. Malengo yao yote ya mwanzoni mwa msimu wamekwisha kuyatimiza. Yoyote yale ya kumaliza ndani top 4, ya kutoa tiketi ya kimataifa, yote wameshatimiza. Sasa hivi ambacho kipo mbele yao, sidhani kama kuna mchezaji yoyote ambaye yupo comfortable pale ndani ya Singida Black Stars ana uhakika kwamba msimu ujao atakuwepo pale. Sasa hivi ndani ya kikosi tu wachezaji waliopo pale hawana uhakika wa kuanza mechi inayokuja. Kuanza tu mechi inayokuja, kina Kevin Nashoni, kina Morris Chuku, hawana uhakika kama mechi inayokuja mwalimu atawaamini. Achilia mbali mechi ambayo zitakazoenda kuja msimu ujao mara baada ya dirisha la usajili. Sasa kwa mfano na wataja au wachezaji uliowataja wote hawakuwa na nafasi Singida. National ilitolewa kwa mkopo, karudi. Maana yake hakuwa na nafasi. Morris Chuku alishakuwepo pale mpaka akatolewa kwa mkopo, karudishwa tu. Na hata anavorudi unaona kabisa nafasi yake anaenda kucheza. Na mechi walizorudi sasa hivi za karibuni wanacheza na wanawasha. Chuku wanawasha kweli kweli. Spodo. Chuku toka hebu tusikie na wewe mtazamo wako kuelekea katika mechi hii.